Tarehe 30 Oktoba 2020, mkazi wa Mombo Songwe anasema kwa majira ya mchana alikuwa kisimani anachota maji na mtoto wake, walisikia mlio wa mabomu, kawa anakimbia akiwa amebeba mtoto. Mtoto alidondoka chini baada ya kupigwa risasi kichwani. Mkazi mmoja wa Marungu, wilaya ya Rumeru, alitaarifu tume kuhusu tukio la mwanawe wa umri ya miaka 35 aliyepigwa risasi 4 na askari polisi katika eneo la Kimondulu tarehe 29 Oktoba akiwa karibu na dukani kwake. Kwa mujibu wa maelezo ya shahidi mwingine, mashahidi huyo, mwanawe alipigwa risasi ya mgongoni akaanguka chini, kisha askari walimfuata na kumpiga risasi 3 mgongoni na kumvunja mifupa miwili, uti wa mgongo na nyingine chini ya moyo, na hivyo imeshindikana kuitoa. Kwa sasa mwanawe anaendelea na matibabu hospitali moja ya rufani. Tukio hilo ni moja ya matukio yanahitaji upelelezi za kina ambayo tume imependekeza. Lakini pia huko Mwanza, tume imepata taarifa tukio la mauaji ya watu wapatao 13 lililodaiwa kutokea tarehe 31 Oktoba katika kibanda cha TV kilichopo eneo la Mji Mwema jijini Mwanza. Shahidi mmoja ambaye alijitambulisha kama mnusurika wa tukio hilo alieleza tume kupitia maelezo yake ya kiapo kwa tarehe 31 Oktoba watu wanaodhaniwa kuwa ni askari polisi walivamia kibanda hicho na kuwapiga risasi watu takriban 13, akiwamo yeye shahidi mwenyewe ambaye aliweza kunusurika na kutoroka. Na kwa jibu wa maelezo yake, pamoja naye kuna wapo watu wengine 2 walionusurika, ambapo mmoja alikuwa akipatiwa matibabu katika moja ya hospitali ya Mwanza na mwingine kijijini kwake. Hii pia ni moja ambalo tuhuma nzito ambayo inahitaji uchunguzi zaidi na tume imependekezwa. Mheshimiwa Rais, serikali ina wajibu kupitia jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na inapotokea hali yoyote inaweza kuhatarisha usalama, serikali kupitia vyombo hivyo inapaswa kuchukua hatua stahiki ya kurejesha utulivu kwa mujibu wa sheria na miongozo. Pale ambapo hatua zilizochukuliwa zimesababisha madhara kwa raia kutokana na matumizi ya nguvu ya afisa au maafisa wa vyombo vya ulinzi na salama, basi upelelezi wa haraka, uhuru, kikamilifu unatakiwa ufanyike kwa mujibu wa miongozo yetu nchini, ya kikanda na kimataifa. Lengo ni kulinda amani ya wananchi kwa serikali na vyombo vyake ili kuhakikisha dosari hazijirudii.